Hello Watanzania wenzangu, kuna kitu kinanifurahisha sana hapa. Yaani nimekuja kugundua kwamba mbinu za wezi wengi duniani huwa zinafanana. Sasa ndani ya mwezi huu kuna vingi vya kuhuzunisha tumeviona, na kuna vingi vya kutafakarisha na kuchekesha tumeviona. Paul Makonda ameongea na balozi wa Urusi na wakazungumza kuhusiana na udongo ambao unaweza ukarutubisha mazao yenye uwezo wa kutoa mvinyo au waini pale chini ya mlima Kilimanjaro. Kwenye vitu vya kuhuzunisha tumemsikia dada yake Polepole na pamoja na mke wa Tundu Antipas Lissu wakizungumza ya moyoni kule Ulaya. Sasa leo nataka nizungumzie vitu viwili vya msingi hapa kwenye mbinu za wezi pamoja na tafakari kwa watu wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2005 kule Brazili kuna jamaa mmoja, jina lake sina uhakika kama niko nalo vizuri, alikuwa anajiita Arnais Alimo. Huyu bwana kwa wale mabingwa wa wizi duniani yupo kwenye listi ya watu ambao wamewahi kufanya wizi mkubwa hapa duniani. Sasa hii ina maana gani kwa mada ndo kuwepo nayo? Huyu bwana alifungua kampuni inayojihusisha na masuala ya kilimo na ikasajiliwa kisheria kabisa vizuri. Kwa hivyo kampuni inayojihusisha na masuala ya kilimo itahusisha udongo, mambo ya mbolea, uchanganyaji wa mchanga na vitu vingine kama hivyo kwa ajili ya kuweza kupata miti, mimea aina fulani au maua wanaotaka kupanda na vitu kama hivyo. Kwa kampuni yake ikasajiliwa, inaonekana ni kampuni ambayo inaweza ikaongeza ukijani ndani ya Brazil. Lakini akazingatia kitu kimoja. Akaweka mita chache kampuni yake kutoka benki ya Brazil ilipokuwa. Haikuwa mbali sana, ni mita kadhaa tu. Na kampuni ikaanza kazi. Kwa hivyo hata vyombo vya usalama vilikuwa vikiona malori yakitoka mle na udongo na nini hawashtuki, kwa sababu ni kampuni inayojihusisha na masuala ya kilimo. Kwa hiyo wanajua labda ni udongo wa mbolea unatolewa hapa kupelekwa sehemu fulani na sehemu fulani na sehemu fulani. Kwa hawakuwa na wasiwasi kabisa. Mwisho wa siku ile benki walikuja kushtuka, chini kwa chini kule vault imevunjwa na pesa zimeondolewa kwa mamilioni zimeibiwa. Sasa mimi ningekuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ningewauliza Warusi tu, kwa sababu hizi zinaanza kama uvumi, lakini kwa aina ya viongozi tulokuwa nao na kwa jinsi Makonda alivyokuwa akielezea, ni kitu ambacho wamevutiwa, wanaweza wakatamani pale chini ya mlima Kilimanjaro liweko shamba kubwa la Warusi la kuzalisha hilo zao ambalo litakwenda kutoa wine au mvinyo. Lakini ingekuwa ni serikali makini, kabla ya kuja kufanya maamuzi yoyote yasiyokuwa ya kufurahisha kwenye eneo la nembo ya taifa letu, alama ya nchi yetu, mlima wetu Kilimanjaro, kabla ya kuunajisi, tungekaa tukatafakari kuna madini gani yako pale chini karibu na mlima wetu wa Kilimanjaro. Kuna kipi cha ziada? Ni udongo tu? Je, hiyo wine ambayo Warusi wanataka kuitengeneza tayari kule kwao ipo, inapatikana? Ama kwa baada ya kuona ule udongo tu ndio wamegundua unaweza ukazalisha zao ambalo wao hawakuwahi kuwa nalo hilo zao, lakini baada ya kuona ule udongo wamegundua kwamba linaweza ikapatikana wine? Tumekuwa wajinga sana wa Tanzania. Sasa hii pamoja na ile ya Brazil ya 2005 ina maana gani? Liliwekwa shamba darasa sehemu kwa ajili ya kufanya utafiti wa kilimo cha miti mita chache karibu na mlima karibu na eneo la benki, na wakachimba chini kwa chini kuiendea benki mpaka wakachukua pesa. Vipi tukiweka shamba chini ya mlima wetu Kilimanjaro, alafu ndani ya ule mlima kumbe kuna kitu kilichoko mle wenzetu wamekiona? Ni tafakari tu, lakini siamini kwamba eti hilo zao, ule udongo wamegundua unaweza ukazalisha zao la kuleta wine iliyokuwa bora. Hii wine kama Warusi wanayo tayari, wamevutiwa nini kuja kuilima pale chini ya mlima Kilimanjaro?
tunatakiwa kujifunza kuwaza nje ya box. Kuna nini pale kwenye mlima wetu? Tufanye tafiti kabla ya kutoa mikataba ya kuweka shamba geresha kwenye eneo la historia ya taifa letu. Wanaweza wakaja na sera ya kwamba hawa watu wanataka tushirikiane, tulime wenyewe, lakini wao watatupa utaalamu. Tusaidieni kufanya utafiti sehemu nyingine, sio chini ya mlima Kilimanjaro. Ile ni nembo ya taifa, ni historia ya nchi yetu. Sasa huko tutoke. Sasa tuendelee na ushauri wangu ninayotaka kuwashauri watu wa CCM. Unajua sijui kama mna kumbukumbu nzuri, lakini nataka niwaulize swali moja watu wa CCM. Mmewahi kuiangalia mikutano ya watu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Msiwasikilize wale Chadema wanachokuwa wanaongea. Angalieni sura za wale watu walioko pale kwenye mkutano. Yaani chukueni muda unapokuwa unaona ile nani, msiwe na chuki mpaka kutowaangalia. Jitahidini muangalie wale watu wanaokuwepo pale kwenye mikutano wote kwa utulivu. Kuna kitu cha ajabu sana utakigundua. Ninaamini CCM kuna akili kidogo imebaki. Yaani kuwa kwenye ile nguo ya kijani sidhani kama inamalizia akili yote. Ninaamini kuna kidogo huwa inabaki. Chukua muda wako, angalia sura za wale watu wanaokuwa kwenye mikutano ya Chadema. Utagundua tabasamu na sura za matumaini kwenye macho na sura za wale watu. Mimi sijui kama huwa mnajitahidi kutulia kuangalia. Alafu hiyo ni nani ya kwanza ninakupa. Waangalie sura za wale watu, utaona tumaini, tabasamu na kutochoka kusikiliza maneno ya wale watu wanayoongea. Alafu jitahidini kusikiliza maneno wanayoyaongea sasa. Ukishamaliza kuangalia sura za wale watu, raia wa kawaida, tabasamu lao na sura zao za matumaini kwa wale watu, wasikilizeni wale Chadema hata kidogo, wapeni masikio. Kuna kitu cha tofauti sana mtagundua. Wanaongea vitu ambavyo vinaeleweka hata kwa mtu wa elimu ya darasa la 3. Anaweza kuwaelewa. Wanavyoviongea vipo. Alafu kisha gundua kwamba wanavyoviongea vinaeleweka. Jitahidi kukumbuka kazi za Mwalimu Nyerere wakati anapambania uhuru wa hili taifa. Ukisha kusanya yale ambayo Nyerere alikuwa anayafanya wakati anapigania hili taifa kuwa huru, jumlisha na haya ulioyasikia kwa hawa watu wa Chadema wakati wakihutubia watu hawa wanaowaamini na kuwasikiliza, uunganishe. Ukikuta vinafanana hata kwa asilimia chache, jitafakari wewe unasifia nini ndani ya CCM. Aisee, utajidharau sana. Utajidharau sana. Yaani huwa kuna wakati mimi huwa nasikiliza mikutano yote. Nikiona kuna mkutano fulani wa CCM, naangalia sura za wale watu, naangalia na maneno wanayoongea. Ni watu wa kutishia, kufanyaje, kuchamba watu, kuwadharau kwa kauli zisizoeleweka. Lakini Chadema watakupondeni CCM na watawaambia nini mngefanya. Yaani light kama mngekuwa vichwa viko vizuri, vinacheza vizuri, mngechukua pointi za Chadema wanazosema sijui tume huru na kila kitu na kila ambacho Watanzania wanakihitaji, mkakiingiza kwenye vitendo, Chadema mngeimaliza. Lakini kwa staili mnaotaka kuitumia kuimaliza Chadema, labda ni washaurini cha kufanya. Ushauri wangu mzuri na wa mwisho, wakamateni Chadema nchi nzima, kuanzia wanachama wao, nikiwemo na mimi ni mwanachama wa Chadema. Tukamateni wote mtutie lock up. La sivyo mwaka huu nchi inakombolewa. Yaani mnatakiwa mtuweke ndani sote, Chadema wote. La sivyo mwaka huu nchi inakombolewa. Sijui kama umenielewa. Mungu awabariki sana wa Tanzania. Tusubscribe Mkobe TV.